Ukiziona dalili hizi 12 kwa mwenzi wako, usizipuuze hata kidogo. Katika kila uhusiano kuna nyakati ambapo mambo hubadilika. Wakati mwingine mabadiliko hayo ni ya kawaida kutokana na kazi, masomo, familia, msongo wa mawazo au changamoto nyingine za maisha. Lakini kuna wakati ambapo mabadiliko yanapokuwa ya mara kwa mara na kuathiri namna mwenzi wako anavyowasiliana na wewe, anavyokuheshimu au anavyoshirikiana na wewe, ni muhimu kuyatambua na kuanza kuyazungumzia mapema. Leo nimekuandalia dalili 12 ambazo ukiziona hutakiwi kuzipuuza hata kidogo. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia Mungu awabariki watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu, tunawapenda sana. Lakini kama wewe bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa familia hii. Twende moja kwa moja tukaziangalie dalili 12 ambazo ukiziona kwa mwenzi wako hutakiwi kuzipuuza hata kidogo. Namba 1, mawasiliano yanapopungua ghafla na bila maelezo. Mawasiliano ni msingi mkubwa wa uhusiano. Kama zamani mlikuwa mnazungumza mara kwa mara, mnashirikishana mambo ya siku, hisia na mipango, lakini ghafla mawasiliano yanaanza kupungua sana, usipuuze mabadiliko hayo. Haimaanishi moja kwa moja kwamba mwenzi wako hakupendi. Anaweza kuwa anapitia msongo wa mawazo au changamoto nyingine, lakini mabadiliko makubwa ya mawasiliano yanahitaji mazungumzo. Badala ya kusema hujali tena, unaweza kusema nimeona siku hizi mawasiliano yetu yamebadilika. Kuna jambo lolote linalokusumbua au kuna kitu tunahitaji kuzungumza? Hapo unafungua mlango wa mazungumzo badala ya kuanzisha ugomvi. Kwa hiyo unapoona mawasiliano yanapungua ghafla bila sababu ya msingi, ni muhimu kupata muda wa kuzungumza na mwenzi wako, kujua kuna changamoto gani, kuna tatizo sehemu gani, ili muweze kutatua jambo hilo. Kwa hiyo usije ukathubutu kupuuza. Unakuta labda hapo mwanzo mlikuwa mnaweza kuwasiliana vizuri na mwenzi wako, mlikuwa mnaweza kuwasiliana vizuri na mpenzi wako kwa muda mrefu, lakini ghafla unashangaa tu mawasiliano yamepungua ghafla. Hamzungumzi tena kama mwanzoni, hamshare hisia kama mlivyokuwa mnashare mwanzoni, hamzungumzi mipango kama mlivyokuwa mnazungumza mwanzoni. Unapoona ishara hii, ni muhimu kupata muda wa kuzungumza na mwenzi wako. Zungumza. Huenda kuna changamoto sehemu, pata muda wa kumuuliza kwa upole, pata muda wa kumuuliza. Labda unaweza kumuuliza, bwana samani mpenzi wangu, nimeona siku hizi mawasiliano yetu yamebadilika. Kuna jambo lolote linalokusumbua au kuna kitu tunahitaji kuzungumza? Unaweza kumuuliza, kwa sababu swali hili litafungua mlango wa mazungumzo badala ya kuanzisha magomvi. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwanza ambayo hutakiwi kuipuuza hata kidogo, unapoona mawasiliano yamepungua ghafla bila sababu ya msingi. Lakini dalili ya pili ambayo ukiona kwa mwenzi wako hutakiwi kuipuuza, unapoona anaanza kukuepuka unapojaribu kuzungumza mambo muhimu. Yaani hutakiwi kuipuuza dalili hii hata kidogo. Unapoanza kuona anakuepuka unapojaribu kuzungumza mambo muhimu. Kuna tofauti kati ya mtu anayehitaji muda wa kutulia na mtu anayekataa kabisa kushughulikia matatizo ya uhusiano. Kama kila unapojaribu kuzungumzia jambo muhimu anabadilisha mada, anakasirika, anaondoka au anakataa kuzungumza kabisa, hii ni ishara kwamba kuna tatizo katika namna mnavyoshughulikia migogoro. Uhusiano wenye afya hauhitaji watu wawili kukubaliana kila kitu, lakini unahitaji watu wawili wawe tayari kusikilizana. Yaani hili jambo la msingi sana. Lakini dalili ya tatu ambayo hutakiwi kuipuuza unapoiona kwa mwenzi wako, heshima inaanza kupungua. Upendo bila heshima unaweza kuwa chanzo cha maumivu makubwa. Kama mwenzi wako ameanza kukudhalilisha, kukukejeli, kukuita majina mabaya, kukupuuza mbele za watu au kutumia udhaifu wako kukuumiza, usione kwamba ni jambo dogo. Kutokukubaliana ni kawaida katika mahusiano, lakini kumdhalilisha mtu
si njia yenye afya ya kutatua kutokubaliana. Kwa hiyo unapoona heshima inaanza kupungua, yani ile heshima ambayo alikuwa nayo hapo mwanzo kwako, unashangaa heshima hile inapungua, hutakiwi kupuuza. Dalili hii hutakiwi kuipuuza hata kidogo, hutakiwi kuipuuza hata kidogo. Lakini dalili ya 4 ambayo hutakiwi kuipuuza unapoiona kwa mwenzi wako, kila jambo dogo lageuka kuwa ugomvi mkubwa. Yani ni kakitu kadogo, lakini kale kakitu kanazaa ugomvi mkubwa. Kama mambo ambayo zamani mliyatatua kwa mazungumzo, sasa yanageuka kuwa mabishano makubwa kila mara, kuna uwezekano kwamba kuna tatizo lililojificha chini ya migogoro hiyo. Wakati mwingine sio ile hoja ndogo yenyewe inayosababisha ugomvi, huenda kuna maumivu, kutokuaminiana, hasira au masuala ambayo hayajawahi kutatuliwa. Ndio maana ni muhimu kujiuliza, tunagombania jambo hili tu au kuna jambo kubwa zaidi nyuma yake? Kwa hiyo ukiona ishara hii au dalili hii kwa mwenzi wako, hutakiwi kuipuuza. Yani kila jambo dogo linageuka kuwa ugomvi mkubwa. Ni kajambo kadogo, lakini kale kajambo kanaibua ugomvi mkubwa, tatizo. Yani manake unabidi mkae mjiulize, je, tunagombania kweli kwa hichi au kuna kitu kingine? Kwa sababu jambo hilo linaweza kuwa linasababishwa na mambo mengi, inaweza kuwa kutokuaminiana, au inaweza kuwa kuna kitu ambacho kimejificha ndani ambacho mnatakiwa mkitatue kwa pamoja. Lakini dalili ya 5 ambayo utakiwa kuipuuza kwa mwenzi wako unapoiona, anaacha kukushirikisha maisha yake na wewe. Yani anaacha kushare mipango yake na wewe. Uhusiano wa karibu hujengwa pia na kushirikishana maisha. Kama mwenzi wako alikuwa akikueleza mipango yake, changamoto zake, mambo yaliyompendeza na mambo yaliyomuumiza, lakini sasa amejifunga kabisa bila sababu inayoeleweka, hilo linafaa kuzungumziwa. Sio lazima mwenzi akueleze kila kitu kila dakika. Kila mtu ana haki ya kuwa na nafasi yake binafsi, lakini kujitenga kabisa na mawasiliano ya msingi kunaweza kuonyesha kwamba kuna jambo linalohitaji kushughulikiwa. Yani unashangaa tu ghafla mtu huyo anaacha kushirikisha maisha yake na wewe, yani anaacha kushare kabisa mipango yake na wewe, anaacha kabisa. Hii ni ishara ambayo hautakiwi kuipuuza. Hii ni dalili ambayo hutakiwi kuipuuza kwa mwenzi wako. Utakuwa ujue kuna changamoto gani, tatizo liko wapi, na mnatatua mapema. Lakini dalili ya 6 ambayo hutakiwi kuipuuza unapoiona kwa mwenzi wako, anaonekana kutokuwa na muda kabisa kwako. Kuwa bize sio kosa. Watu wana majukumu, masomo, kazi, familia na mambo mengine, lakini kama kwa muda mrefu hakuna juhudi yoyote ya kukutafuta, muda wa kuwasiliana, kuzungumza au kutumia muda pamoja, ni vizuri kujiuliza kinachoendelea. Tatizo sio kwamba mtu ana shughuli nyingi. Tatizo linaweza kuwa pale ambapo hakuna juhudi kabisa ya kulinda uhusiano. Yaani unashangaa mtu huyo anaonekana kutokuwa na muda kabisa kwako. Yaani mtu ambaye ukimwangalia unaona kabisa yani hana muda na wewe, hamuwasiliani tena, yani hana muda na wewe. Unashangaa ukimtafuta, niko busy nitakutafuta, na hakutafuti. Siku zinapita anakuambia niko busy tu, niko busy. Ukiona dalili utakiwa kuipuuza hata kidogo kwa mwenzi wako. Narudia tena, ukiona dalili hii utakiwa kuipuuza hata kidogo. Yaani unajikuta yani hana muda. Napozungumzia hapa anaonekana kutokuwa na muda kabisa kwako. Yani kwako hapati muda, ila kwa watu wengine anapata muda, ila kwako wewe hapati muda. Dalili hii utakiwa kuipuuza hata kidogo. Utakuwa ujue tatizo nini, lakini kama mnaweza kupata muda wa kuzungumza, mkazungumza, mkalitatua kwa pamoja. Lakini dalili ya 7, unahisi wewe ndiye unayebeba uhusiano wote. Uhusiano unahitaji juhudi kutoka pande zote mbili. Kama wewe ndiye kila mara unaanzisha mawasiliano, unaomba msamaha, unapanga muda wa kuonana, unatatua matatizo na kujaribu kufanya uhusiano uendelee, wakati upande mwingine hauonyeshi juhudi, hiyo hali inayostahili kuzungumzwa. Yani hiyo hali inastahili kuzungumzwa. Usichanganye upendo wa kujibebesha na uhusiano peke yake. Kwa hiyo unapoona unahisi wewe ndio unabeba uhusiano wote, yani wewe ndio unamtafuta, wewe ndio unapanga muda, lakini kwa mwenzako yani yeye haangaiki kabisa, haangaiki kwa chochote, hakutafuti. Ukikaa kimya naye anakaa kimya, ukitulia naye anatulia. Yani wewe ndio unajikuta wewe ndio
ndo unaongoza mahusiano, yani wewe ndo umebeba mahusiano, yani kama wewe ndo unamlazimisha kila kitu. Ukiona ishara hii, ukiona dalili hii kwa mwenzi wako, hutakiwi kuipuuza hata kidogo. Inabidi ufuatilie ujue changamoto iko wapi. Lakini dalili ya 8 ambayo hutakiwi kuipuuza unapoiona kwa mwenzi wako, anaanza kuficha au kutokuwa wazi katika mambo muhimu. Yaani ni mtu ambaye anakuwa anakuficha vitu au anakuwa hayuko wazi katika mambo muhimu. Faragha ni jambo la kawaida katika uhusiano, lakini kuna tofauti kati ya faragha na usiri unaoharibu uaminifu. Kama kuna mabadiliko makubwa katika uwazi, maelezo yanapingana mara kwa mara, au mambo muhimu yanafichwa na unapouliza unakutana na hasira badala ya maelezo, ni muhimu kulizungumzia. Hata hivyo, usianze kumpeleleza, kuvamia simu yake au kumhukumu bila ushahidi. Uaminifu haujengwi kwa uchunguzi wa siri, hujengwa kwa mazungumzo ya wazi na mipaka yenye afya. Lakini dalili ya 9 ambayo utakiwa kuipuuza kwa unapoiona kwa mwenzi wako, anaacha kuonyesha kujali hisia zako. Mwenzi wako sio lazima akubaliane na kila hisia ulionayo, lakini anapaswa angalau kuwa tayari kusikiliza na kuelewa unachopitia. Kama kila unaposema umeumia, anaonekana kukudharau, kukejeli au kukwambia kwamba hisia zako hazina maana, usipuuze hilo. Mtu anaweza kusema sikubaliani na wewe, lakini ninaelewa kwa nini jambo hili limekuumiza. Hiyo ni tofauti kubwa ya kumfanya mwenzi ajisikie hana thamani. Lakini dalili ya 10 ambayo ukiona kwa mwenzi wako utakiwa kuipuuza, mipaka yako inaanza kupuuzwa. Kila mtu ana mipaka yake katika uhusiano. Kuna mambo ambayo umeeleza wazi kwamba yanakuumiza au hukubaliani nayo. Kama mwenzi wako anajua mipaka hiyo, lakini anaendelea kuivuka kwa makusudi na kupuuza hisia zako, hilo ni jambo la kuchukuliwa kwa uzito. Mipaka sio njia ya kumdhibiti mtu. Mipaka ni kuelekeza kile unachokubali, usichokubali, na hatua utakazozichukua ili kujilinda kihisia na kimwili. Lakini dalili nyingine ambayo utakiwa kuipuuza, unaishi katika hofu ya kumkasirisha. Yani ni dalili ambayo utakiwa kuipuuza. Yani unaishi katika hofu ya kumkasirisha. Hii ni dalili muhimu sana. Kama umeanza kuchagua kila neno kwa hofu kwamba mwenzi wako atakasirika au kukudhalilisha au kukatisha uhusiano huo, unahitaji kuchunguzwa kwa umakini. Uhusiano wenye afya haupaswi kufanya uishi katika hofu kila wakati. Lakini dalili ya 12 ambayo utakiwa kuipuuza kwa mwenzi wako, unahisi kitu kimebadilika lakini hamzungumzi tena kwa dhati. Mara nyingi mtu anaweza kuona mabadiliko kwenye uhusiano kabla hata hajajua kuyaelezea. Unaweza kuendelea kuwasiliana lakini ukahisi ukaribu umepungua. Mnaweza kuwa pamoja lakini hamzungumzi tena kwa undani. Mnaweza kucheka lakini mambo muhimu hamjadili. Hapo usikimbilie kusema uhusiano umeisha. Badala yake jiulize, ni nini kimebadilika? Kisha tafuta muda mzuri wa kuzungumza kwa utulivu. Kwa jambo la muhimu zaidi, ukiona dalili hizi usiogope na wala usikimbilie kumhukumu mwenzi wako. Dalili sio hukumu. Kwa hiyo mabadiliko katika tabia yanaweza kusababishwa na mambo mengi: msongo wa mawazo, matatizo ya familia, changamoto za shule au kazi, uchovu, kutokuelewana, matatizo ya mawasiliano au mambo mengine ya kibinafsi. Kwa hiyo ni muhimu kuchunguza tatizo ni nini. Ni matumaini yangu kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, ninaomba uniambie kwenye comment umejifunza jambo gani. Lakini pia nitawafurahi sana nikiona comment yako ukituambia unatufuatilia kutokea sehemu gani. Mungu akubariki, nikutakie wakati mwema.